uchambuzi wa magazeti na swala nyeti. Makinika. Pwani FM. Zimegonga dakika 18 baada ya saa 2 za asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Karibu tena msikilizaji ndani ya uchambuzi wa magazeti na swala nyeti, ikiwa ni ile awamu ya 4 na ya mwisho. Kama kawaida, leo ni Monday mwanasiasa wako, na kama ilivyo ada na desturi, kila siku ya Jumatatu tunaleta wageni katika studio ambao ni wanasiasa mbalimbali. Na hii leo basi tunazungumza naye seneta wa Mombasa Mheshimiwa Mohamed Faki. Labda kukujuza ni kwamba baadhi ya wapwani wanapendekeza kuondolewa kwa nafasi kadha za uongozi, ikiwemo useneta katika marekebisho ya katiba. Miongoni mwa mapendekezo ambao Wakenya kwa hivi sasa wanataka ni kuondolewa pia kwa nafasi za wakilishi wanawake, na hata pia nafasi maalum za ubunge na maseneta. Kwa hivyo ni jambo ambalo limekuwa likizungumziwa kwa kadri ama kwa kina kwa hivi sasa, wengi wakihisi ya kwamba nafasi hizi hazina umuhimu wowote katika uongozi wa Kenya. Kwa hivyo tunalokuuliza swali hili la leo ni, je, unahisi useneta umeleta natija yoyote kwa wananchi? Ndilo swali ambalo tutakuwa tunalijadili hii leo na seneta wa Mombasa Mheshimiwa Mohamed Faki. Assalamu alaikum na karibu katika studio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Kwa wale ambao sio Waislamu, imani ya Bwana iwe nanyi, na wale wengine ambao ni wa utamaduni, mlamkaze na habari ya asubuhi. Na asante sana kwa kufika asubuhi ya leo. Moja kwa moja tuanze mdahalo wetu. Nakumbuka msikilizaji, unaweza kuandamana nasi mazungumzo yetu kupitia line ya simu 0706591362 au 0737699548. Pia unaweza kusema nasi kupitia Facebook fan page yetu ambao ni Pwani FM @PwaniFM, kwenye mtandao wa Twitter @AthmanDalila, na hata pia hashtag ni uchambuzi na hashtag mwanasiasa wako. Mheshimiwa, moja kwa moja tukianza mdahalo wetu, tunaona kwamba kiongozi wa ODM Raila Odinga amechaguliwa na Umoja wa Afrika kama balozi wa maendeleo ya miundo msingi barani Afrika. Na hii unahisi itakuwa na manufaa gani kwa Wakenya? Kwanza ningependa kumpa kongole kiongozi wetu wa chama cha ODM na muungano wa NASA kwa wadhifa mpya aliyopata, na tumtakia kila laheri. Naam. Kwa hakika ana tajiriba ya kutosha kuendesha kazi hiyo, na atamtakia kila laheri. Tukimwangalia yeye mwenyewe binafsi, tunaona ana tajiriba ya kuweza kuitekeleza hiyo kazi, kwa sababu alipokuwa waziri wa ujenzi na kazi katika serikali ya mwanzo, aliweza kufanya miradi mingi na kupanga miradi mingi ambayo mengine mpaka sasa inatekelezwa. Mmoja ikiwa ni ule wa SGR ambao ulikuwa ni mradi wa Grand Coalition baina yake yeye na rais mstaafu Mwai Kibaki. Kwa hivyo nina imani kwamba ataweza kuitekeleza na kuhakikisha kwamba bara la Afrika linaungana misingi ya miundo msingi kama vile barabara, pamoja na reli, na pamoja pia na viwanja vya ndege, kwa sababu napata kwamba kuelekea maeneo mengi katika Afrika lazima labda sengine uende mpaka Europa ndio urudi Afrika. Hiyo ni aibu kwamba tumekuwa huru kwa zaidi ya miaka 50 na bado kusafiri kutoka nchi moja ya Kiafrika kwenda nchi nyingine lazima upate connection kupitia kwa nchi ya Kiingereza. Kwa hivyo unaona italeta mabadiliko? Italeta mabadiliko makubwa katika safari zetu. Kwa mfano hapa Nairobi na kwenda kwa mfano labda Uganda, utapata kwamba ni mwendo wa dakika 40 au 50, lakini utapata kwamba gharama ya usafiri kutoka Nairobi mpaka Entebbe ni ghali labda kuliko sengine inapita kuliko kwenda Dubai. Kwa hivyo ni swala kwamba lazima miundo misingi iboreshwe, pia kupunguza gharama. Ikiboreshwa miundo msingi, gharama za usafiri zitapungua na wawekezaji wengi watakuja kuleta vyombo vya usafiri kuhakikisha kwamba watu wanasafiri kwa usalama na kwa njia ya haraka. Asante sana. Lakini kuchaguliwa kwake naona tayari kumeanza kuleta mdahalo. Unajua kwa hivi sasa kuna mazungumzo kuambatana na mapendekezo ya kubadilisha katiba. Kuna baadhi ya viongozi wa kisiasa wanaona kuondoka kwake sasa kutaweza
kutakulemaza ama kutamaliza huu mvutano ambao umekuwepo katika taifa la Kenya kuambatana na huu mdahalo wa kubadilisha katiba. Tuwasikilize baadhi ya viongozi, nafikiri ni wabunge kutoka maeneo bunge mbalimbali ambao jana walikuwa na nafasi ya kuzungumza haya kuambatana na uteuzi wa Raila Odinga. Naam, nafikiri baadhi ya wabunge. Kwa hakika swala la referendum si swala la Mheshimiwa Raila Odinga peke yake. Ni swala la Wakenya. Na Wakenya wengi kwa sasa wanasema kwamba ipo haja ya kuiangalia tena katiba baada ya miaka 8 ya kutumikia. Tumeona kwamba kuna mambo mengi mapya ambayo yameibuka. Kwa mfano utapata kwamba serikali tofauti za county zinajaribu kujiunga pamoja ili kuwa na muungano wa kiuchumi wa maeneo yao. Kwa mfano hapa Pwani tuna jumuiya za county za Pwani, kule Western kuna Western Alliance ya county za Pwani za sehemu zile, upande wa Northeastern pia wana alliance yao. Kwa hivyo ina maana kwamba ule mfumo ambao uko sasa kwamba kila county iko kivyake hauridhishi. Kwa hivyo hayo ni masuala ya kuangalia katiba. Article 255 inasema kwamba huwezi kubadilisha mfumo wa ugatuzi na maadili yake na miundombinu yake bila ya kufanya referendum. Kwa hivyo swala la referendum sio swala la Mheshimiwa Raila Odinga peke yake, ni swala la Wakenya wote, na Wakenya hivi sasa wameona kwamba ipo haja ya kuiangalia upya katiba yao. Hii katiba si ya Mheshimiwa Raila Odinga wala si ya mtu yoyote. Katiba ni ya Wakenya wote. Wakenya wote walipigania wakaipitisha. Raila Odinga alikuwa kwa ameshika bendera tu kwamba lazima tuwe na katiba mpya baada ya miaka zaidi ya 40 ya katiba iliyopita. Kwa hivyo yeye ndio alishika bendera akasema kwamba lazima tuwe na katiba mpya. Rais Mwai Kibaki akakubaliana kwamba kuwe na katiba mpya, ndio ikapitishwa na ikaanza kutumika kutoka tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka 2010. Naam. Lakini kwa hivi sasa yeye ndio miongoni mwa wale viongozi ambao wana msukumo mkubwa sana katika mapendekezo ya kubadilishwa katiba. Labda kuondoka kwake kama hao wanavyodai kutarudisha ile hali, itarudi kama kawaida kidogo, ule msukumo utapungua. Maanake nafikiri hata kama viongozi mara nyingi mnamtegemea yeye katika kusukuma mambo kadha wa kadha. Yeye unaona kuondoka kwake sasa kidogo utatuliza hili joto la katiba? Halitaweza kutuliza kwa sababu katika mambo ambayo yanajadiliwa hata kwa ile kamati ya uwiano ya building bridges, swala ambalo litazungumziwa moja ni hili marekebisho ya katiba. Vipi Kenya tutaka tuitazame kwa wakati unaokuja. Kwa hivyo tunapoitazama Kenya kwa wakati unapokuja lazima tuangalie katiba yetu. Wapi na mapungufu, wapi tunaweza kuongezea ili katiba iweze kuingiliana na mtazamo wa Kenya kwa muda unaokuja. Kwa hivyo hatuwezi kusema kwamba kwa kuwa Raila amepelekwa katika commission ya OAU ule mvutano au ule msukumo wa kuwa na katiba mpya, kubadilisha katiba au kurekebisha katiba utapungua. La, hautapungua. Na hili ni swala ambalo Wakenya wote wanalikubali kwamba lazima liweko. Na kazi wengi wa Kenya wanalikubali kwamba lazima liweko. Na kazi ambayo Mheshimiwa Raila amepata si kwamba ni kazi permanent. Ni commission ambayo inakaa kwa muda fulani alafu baadaye kwa mfano katika bunge la Senate Mheshimiwa Amos Wako ni commissioner katika Human Rights Commission. Wanakaa muda fulani katika vikao vyao Geneva, na vile vile ni senator wa jimbo la Busia, ni mmoja ya viongozi wetu katika
Building Bridges Initiative. Kwa hivyo unaona haitalemaza kabisa kwa namna yote. Bado tukisalia katika masuala ya katiba, nafikiri ndio gumzo letu kuu ambalo tutakuwa tunalizungumzia hii leo. Kuna haya mapendekezo ambapo baadhi ya Wakenya wanataka nafasi kadhaa za uongozi ziondolewe, kama vile mojawapo ni Senate. Wengine pia wanasema ya kwamba hawaoni umuhimu wa kuwa na mwakilishi wa kike hapa Kenya, na hata pia nafasi kama zile wabunge maalum na hata pia maseneta maalum. Wanasema hawaoni kazi zao kubwa wanazozifanya, bali ni mzigo mkubwa kwa Wakenya katika misingi ya kulipwa mishahara. Labda kama senator, unaona nafasi ya useneti ina natija yote kwa wananchi kwa hivi sasa? Kwa hakika nafasi ya Senate ina natija kubwa kwa wananchi, kwa sababu ugatuzi ndiyo mamlaka makubwa ambayo seneta anayalinda. Tukiangalia katika article 96 ya katiba inasema kwamba Senate itakuwa ndio inalinda devolution katika nchi ya Kenya. Inahakikisha kwamba kila county zinapata rasilimali kama ilivyopangwa, na vile vile pia inaangalia kwamba rasilimali zile zisifuju. Kwa hivyo tukiangalia mtizamo wa Senate hivi sasa ni kama vile mtoto akiwa ndani ya tumbo la mamake, na ule itoaje mishipa ile ya kitovu ambayo inamuunganisha mama na mtoto. Ugatuzi kwa hapa ni mtoto. Senate ndio ile umbilical cord. Unasikia kitovu kile cha kwenda kwa mama. Mama ndio serikali. Unasikia. Kwa hivyo huwezi kuondoa seneta ambao ni kiungo baina ya serikali na serikali za county, alafu ukatarajia kwamba serikali za county zitaweza kusurvive. Bila shaka zitasambaratika na itakuwa matatizo, na mwisho itaonekana kwamba hazifanyi kazi, na wananchi watasema kwamba hizi serikali za county hazitusaidii, kwa hivyo sasa tuziondoshe. Kwa hivyo Senate kwa kusema ukweli ina majukumu makubwa ambayo inatekeleza kwa sasa, ambayo inafanya kwamba serikali za county ziweze kutumika, kwa sababu ikiwa serikali za county hazipate rasilimali kwa muda unaopatikana, utapata kwamba ni Senate ambayo inapiga kelele na inahakikisha kwamba hizi rasilimali zinakuja katika serikali za county. Nafikiri katika jukumu hilo mmeonekaniwa sana tu mkitekeleza jinsi inavyotakikana. Mfano wake ni ule mkutano wa juzi ambao baada ya bunge, baada ya ile marekebisho ambayo ya finance bill ambayo ilikuwa ikijadiliwa bungeni, kwamba ilikuwa imependekezwa pia serikali za county mgao wake upunguzwe. Nafikiri mlikuwa na kongamano na mlikuwa mnatetea jambo hilo. Nafikiri ni mambo ambayo Wakenya wameona katika majukumu yenu mkiyafanya inavyotakikana, lakini bado Wakenya wana mushkili na maseneta katika kaunti mbalimbali. Wanasema muna jukumu la oversight kwa wananchi pia kuweza kuangalia jinsi rasilimali zinavyotumika katika kaunti, lakini kwa upande huo wanasema hawaoni mkitekeleza hayo majukumu, hamufuatilizi masuala mbalimbali ambayo yanapitishwa katika mabunge ya kaunti ili kuhakikisha kwamba ule mzigo wa wananchi umepungua. Kwa hivyo ndio maana wanaona kwamba hamustahili, hawaoni umuhimu wenu mkubwa sana kuwepo hapa. Wajua, katika swala la oversight, kuchunguza, ni kwamba swala uchunguzaji wetu sisi unakwenda kupitia kwa Auditor General and Controller, Auditor and Controller General, ambaye yeye baada ya mwisho wa mwaka wa fedha wa county anatakana atayarishe hesabu. Kwanza maauditor wa county wenyewe wanatayarisha hesabu zao, but within kabla kuisha siku 90 wanamkabidhi Auditor General wa serikali. Auditor General anazichunguza, unasikia, kama kuna maswala ya kuulizwa yanaulizwa, alafu anatengeneza ripoti yake, anapeleka kwa bunge la county na anapeleka ripoti ile pia kwa bunge la Senate. Shaona. Sasa baadaye baada ya bunge la Senate lishapata zile ripoti, wanawaita magavana. Kama kwa mfano hivi sasa kuna katika gazeti ya leo ya Standard na juzi ya Ijumaa ya Nation, kuna ratiba ya magavana ambao wameitwa na bunge la Senate kuja kuja kuangalia hesabu zao za mwaka 2014 na 2015, ikiwamo kaunti ya Mombasa ambayo itakuja nafikiri tarehe 27 ama tarehe 2 mwezi ujao nafikiri, ama tarehe 7 mwezi unaokuja wa Novemba. Kwa hivyo wanapokuja pale ndio sasa Senate maseneta kupitia kwa kamati ya fedha ya uhasibu, Public Accounts and Investment Committee ya Senate,
ndio wanapata fursa sasa kuangalia sasa kwa makini zile hisabu zao, kazi waliofanya na vipi wataweza kusonga mbele kuhakikisha kwamba yale makosa yaliyopatikana hayatarejelewa. Kwa hivyo sisi kama maseneta tumeona kwamba kuna udhaifu, kwa sababu sasa tunaangalia hesabu za mwaka 2014 na 2015, na hii hatuwezi kuilaumu Senate kwa sababu katika muhula wa kwanza wa Senate magavana wengi walikwenda kotini kupinga wasiitwe na bunge la Senate katika vikao vya uhasibu na investment. Kwa hivyo ikawa makazi yao kubwa imeweza kusimama. Kwa mfano gavana Kidero alikwenda mahakamani, gavana Khalwale alikwenda mahakamani, gavana Oparanya alikwenda mahakamani, lakini baadaye mahakama ikasema kwamba bunge la Senate lina haki na uwezo wa kuweza kuangalia, na kama kuna mtu yote atapata matatizo, kuna vigezo fulani ambavyo vimewekwa na katiba vya kuweza kumsaidia kuepukana na hivyo au matatizo. Kwa hivyo lengo letu sisi ni kuangalia hisabu za ule mwaka ambao zimeletwa fedha, lakini kwa sababu ya mambo ya kihistoria inatupata sasa tunaangalia accounts za mwaka 2015, 2014 kwa 2015, mwaka wa pili wa ugatuzi. Tuna imani kwamba tutafanya kazi kwa bidii kufikia labda mwaka wa 2020 tutakuwa tushakamilisha. Sasa hizi tunaangalia zile current za ule mwaka ambao unaangalia. Na bado tukisalia katika hayo masuala ya ugatuzi, tunaona kwamba kilimo kimegatuliwa. Lakini mbona kwa hivi sasa tunamwona Rais Uhuru Kenyatta katika sherehe mbalimbali ya juzi tu, wakati wa sherehe ya kitaifa ya mashujaa, alikuwa akitilia mkazo kwamba waziri wa ugatuzi Mwangi Kunjuri alipe wakulima wa mahindi na hata pia miwa. Ni kwa nini hizi pesa zisiweze kuteremshwa kwenye kaunti badala ya serikali kuu kuweza kulishughulikia? Tumsikilize waziri alivyokuwa akimwambia ama rais alivyokuwa akimwambia waziri Kunjuri, alafu utaweza kujibu kutoka hapo. Na nafikiri ni miongoni tu mwa mambo ambayo watu wanaona kwamba Seneti imefeli, kwa sababu kama ugatuzi umegatuliwa, mbona pesa anaamrishwa hapa waziri afuatilie kwa makini wale ambao watu wanastahili kulipwa walipwe, mbona zisiteremshwe katika kaunti mbalimbali husika? Kwanza malipo yanayolipwa ilikuwa yamelipwa kupitia kwa shirika la National Cereals and Produce Board, ambayo hii ni parastatal, ambayo ni shirika la kiserikali. Kwa hivyo wao ndio walikuwa wananunua mahindi kutoka kwa wakulima na walikuwa wanatarajiwa kuwalipa wakulima kabla ya muda fulani kupita, lakini zaidi ya mwaka umepita, wakulima wamelalamika na Senate ikakubaliana na malalamiko yao na ikaunda kamati maalum kuangalia masuala ya mahindi. Hivi sasa kamati nafikiri imeshafanya vikao katika sehemu zote ambazo mahindi yanalimwa kwa wingi kama vile Bungoma, Trans Nzoia, Nandi, Bomet na kwengineko ambako wanalima mahindi kwa wingi. Na sasa nafikiri wataanza kuandika ripoti yao wiki itakayofuata. Lakini sasa swala ni kwamba tumesema kuwa hatuwezi kuilaumu Senate kwa sababu National Cereals and Produce Board kwanza ni government parastatal ambayo oversight yake inaishukia bunge la kitaifa. Tusikia. Lakini sisi tumeingia kwa sababu tumeona kwamba wakulima katika gatuzi nyingi wanalalamika na wanapata hasara kwa sababu hawalipi fedha zao wakati unaofaa. Hawezi kupata kwa mfano pembejeo ama vifaa vya ukulima walime waweze kutumia katika mazao mapo, hawezi kusomesha watoto wao kwa sababu pesa zao zimezuiliwa na mambo mengi. Kwa hivyo ndio tukaingilia kama Senate tukafanya kamati maalum ya kuchunguza swala hili. Na ripoti itakapotoka nafikiri watu watajua kwamba kweli Senate inafanya kazi, kwa sababu mambo yote hayo ya kusema kwamba walilipwa wafanye biashara kwanza kuliko kulipa wakulima yatajitokeza. Yale mahindi ambayo yaliletwa ambayo hayakuweza kufikia kiwango cha quality inayotakikana yataonekana,
na mambo yote yale maovu ambayo yamefanyika kwa wakulima mahindi yataweza Na kuonekana. wale watu ambao wameweza kulipwa zaidi Na ndio. inavyotakikana. Yote haya yatajitokeza. 200 million. Yatajitokeza. Ambao pia rais alikemea. Yes. Tuje katika kaunti ya Mombasa, kuna huu mswada wa fedha wa mwaka 2018-2019 unasema kila nyumba mheshimiwa ilipe shilingi 200 kila mwezi za ukusanyaji takataka. Alafu kuna haya maduka ya supermarket kwamba yanahitajika kulipa shilingi 20,000 kila mwezi kwa ajili ya ukusanyaji wa takataka kutoka kwa kaunti ya Mombasa. Kama seneta unafanya nini kuhusiana na hili? Kwa sababu tunaona kwamba itaweza kufukuza wawekezaji. Kwa hivyo inamaanisha kwamba biashara zitakuwa chini, watu watakosa ajira. Kwa sababu nafikiri ni kiwango kikubwa sana hii ya pesa ambao kama vile supermarket zinahitaji kulipa, wanatengeza zaidi ya kiwango ambacho kimeweza kuwekwa hapa. Je, unaona hii itakuwa na hatari ya kuweza kufukuza wawekezaji katika kaunti ya Mombasa? Kama Senate tunafanya nini? Unajua swala kwamba ni kwamba mimi kama seneta siwezi kujiingiza moja kwa moja katika masuala ya bunge la kaunti ya Mombasa. Kwa sababu kwanza sina kama senator sina tuweza kusema kwa Kiingereza jurisdiction ya kuweza kuangalia na kuwasimamia vile ambavyo wataendesha mambo yao katika bunge la kaunti. Lakini kama mkazi wa Mombasa nimeweza kutoa mapendekezo yangu kuhusiana na hizo swala za kodi zinazotozwa. Kwa sababu kila kaunti ina uwezo wa kuweka kiwango chake cha kodi ambazo wanataka kulipisha wananchi. Na lazima katika kuweka zile kodi lazima pia waweze justify, waeleze kwamba kodi hizi tuziweka kwa sababu gani. Tunaelewa. Watuoneshe kwamba katika gharama zetu za kwa mfano kukusanya na kusafirisha takataka, hii ndio pesa ambayo tumeweza kupata kutoka kwenu, hivi ndivyo imetumika, na hivi ndio utaona kwenda mbele tutaweza kuondoa ile jinamizi la takataka kwa mfumo huu. Tunaelewa. Alafu watuambie sasa sisi kama wananchi tutawalipisha kiwango fulani. Lakini tatizo moja ni kwamba wananchi wenyewe pia tunaweza kuwalaumu kwa sababu kuna vikao vya vile tunaita public participation ya kuweza kuzungumzia masuala haya. Kwa mfano budget kabla haijakwenda katika bunge la Senate, serikali ya county kwanza inaileta kwa wananchi. Bunge la county inaileta kwa wananchi, wanaizungumza, tunasikia. Baadaye inapelekwa kama mswada katika bunge la county. Bunge la county pia ina jukumu la kutafuta public participation. Waike vikao katika kila ward ama kila sub county kuzungumzia ile swala la hiyo budget. Sasa je, sisi kama wakazi wa Mombasa ambao tutakana tulipe hiyo shilingi 200 ama kwenye supermarket tulipe 20,000, tumeweza kutoa maoni yetu kwa vikao hivyo ili maono yetu yazingatiwe katika masuala haya. Kwa sababu ikiwa hamkusema kitu wakati wa vikao hivi, ina maana kwamba yale yaliyozungumzwa pale ni sawa sawa. Kwa hivyo kila mtu yatakwenda yapitishwe, kisha mtaanza kulaumu kwamba senator hakuzungumza, MCA hakuzungumza, wakati ni maoni ya kila mtu. Na je, wakati ambapo maoni yao hayazingatiwi? Manake kuna madai ya kwamba wakazi wana attend hizo public participation, lakini yale ambayo yanazungumzwa na yao kuweza kutoa maoni yao sivyo inavyokuwa adapted katika ile bill baadaye. Kwa hakika ndio kuna unyonge fulani, na hii si Mombasa peke yake. Kuna unyonge fulani katika hili swala la kuwahusisha wananchi, yani public participation. Na kwa sasa kuna mswada katika bunge la Senate ambao umejadiliwa na uko karibu kupitishwa ili kuwa na sheria ambayo itaonesha na vigezo gani vitaangaliwa kama hii public participation imekuwa sawa, imefanywa ama haikufanywa. Ni kweli kwamba sehemu nyingi utapata kwamba watu fulani huwekwa pale katika vile vikao vya public participation, uletwa pale kwa wingi ili waje pale wazuie wale ambao wana maoni ya kuweza kubadilisha ama kuchallenge yale mapendekezo yaliyoletwa, waweza kuzuiliwa siweze kutoa maoni yao. Shaona, ambayo hiyo sio sawa kwa sababu kisheria inatakana, hili ni swala la kisheria. Wale wanaokwenda pale walialikwa pale, wamekuja pale kwa mambo ya kisheria. Kwa hivyo haifai wanyimwe fursa ya kuweza kuchangia ule mswada ama kuchangia ile swali lilokuja kuzungumziwa kwa sababu watu fulani hawataki kuwe na mabadiliko. Nafikiri kaunti ya Mombasa ni miongoni mwa zile counties ambazo wenyeji wakazi wanadai kwamba kumekuwa na dhuluma kama hizo. Kama seneta, jukumu lako ni nini kuhusiana na hili? Kama maono ya wananchi hayaambatanishi na vile ambavyo walivyoweza kutoa
kama senator unafaa ufanye nini na wananchi wanafaa wachukue hatua gani? Wananchi wana mambo mengi ambayo waweza kuchukua. Kwa mfano, waweza kutuma petition katika bunge la Senate kuzungumzia swala fulani ambalo wanaona kwamba wanadhulumiwa. Kwa mfano, wafanya biashara kama wana swala la kusema kwamba biashara zetu zinaathirika, ama kuna jambo fulani ambalo linatuathiri sisi kama wafanya biashara katika eneo la Mombasa ambalo tunaona kwamba kaunti ya Mombasa haliwezi kusikiza, wanaweza kutuma petition kwa county assembly wasikizwe. Kama county assembly haikusikiza, wanaweza kutuma petition kwa Senate. Senate itazungumzia swala hilo, alafu atatoa mwongozo. Kwa mfano, katika bunge lililokwisha kule Bungoma kulinunuliwa wheelbarrow za 100,000 na wakazi fulani kutoka Bungoma wakaleta petition katika bunge la Senate, wakasema kwamba kumenunuliwa wheelbarrow kwa bei ya 100,000 kwa wheelbarrow moja, ambayo ni bei ya juu, ni bei ya juu sana. Kwa hivyo wakalalamika kwamba imenunuliwa kwa bei ya juu sana, na bunge la Senate wakaja wakalijadili swala hilo, wakapeleka recommendation na watu wakashtakiwa kutokana na swala hilo la kwamba wheelbarrow zilinunuliwa kwa bei ambayo ilikuwa si sawa. Kwa hivyo kwa sisi Mombasa ni jukumu letu kwamba kwanza tuyazungumzie masuala haya. Kwa sababu ukitarajia kwamba senator atakuwa ana upeo wa kufika kila sub county na ajue kila kitu, itakuwa tunajidanganya, kwa sababu senator kwanza ana jukumu la kwenda bunge siku 3 kwa wiki. Ana majukumu ya kamati ambazo kamati zile zinakaa kuanzia Jumatatu mpaka Alhamisi, kila asubuhi saa 3 mpaka saa nyingine saa 8 kabla ya kwenda bungeni saa 8:30. Kwa hivyo akirudi Ijumaa, ama ikiwa itaendelea mpaka Ijumaa kuna ripoti ya kuandikwa, ina maana kwamba atakuwa labda wiki nzima yuko Nairobi, ama hawezi kupatikana katika kila wodi katika eneo la Mombasa. Kwa hivyo ni jukumu la wananchi kwamba masuala haya wayazungumzie. Kama kuna swala ambalo ni gumu, walete katika ofisi yetu na tutaweza kulishughulikia kama ilivyopatikana. Hivi majuzi kuna swala, mpaka sasa kuna swala hili la valuation roll ambayo wametoa mapendekezo ya kuongeza thamani ya plot ama properties katika eneo la Mombasa kwa 3,000,000. Ushaona, juzi tuliandika barua kwa county secretary na kwa waziri anayehusika na masuala ya ardhi katika serikali ya kaunti ya Mombasa kueleza kwamba walivyofanya ilikuwa sio sawa, kwa sababu kwanza wamekiuka sheria kutoa notisi ya siku 21 badala ya 28 kulingana na sheria. Alafu jambo la pili ni kwamba kwa sasa wananchi katika eneo la Mombasa wamepatana na hali ngumu. Kwanza biashara ilikuwa mbaya kwa sababu ya masuala ya kura kwa mwaka jana mpaka mwezi Machi mwaka huu. Labda biashara kuanza kufunguka ni baada ya ile tunayoita handshake baina ya Mheshimiwa Raila Odinga na Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta. Baada hapo sasa ndio biashara ikaanza kuinuka. Alafu pia kuna athari nyingine ambayo imetokana na SGR. SGR wamechukua biashara kubwa ya watu wanaofanya biashara ya transport, ya usafirishaji bidhaa na wananchi na binadamu kutoka Mombasa kwenda Nairobi na Nairobi Mombasa na kwingineko. Kwa hivyo hiyo pia imeathiri kubwa na shirika na train ya SGR, kwa sababu inachukua baadhi ya biashara yao na wakaipeleka sehemu zingine. Alafu pia tutaona kwamba majuzi, mwezi uliokwisha, wananchi walikuwa walalamika kwamba ushuru unaotozwa na serikali uko juu. Na hii ilikuwa walizungumzia ile 8% ilikuwa imependekezwa katika bidhaa za mafuta na petroli, ambazo pia iliingia katika masuala mengine hata vile kama vile airtime ya simu, deposit fees zinazochajiwa na benki na mambo kama hayo. Kwa hivyo walikuwa wanalalamika kwamba ushuru unaotozwa na serikali uko juu. Kwa hivyo ikiwa tena serikali ya county itabandikiza tena, ina maana kwamba tunaifanya Mombasa kuwa less attractive kwa biashara. Kwa sababu mtu akiwa ataka kufanya biashara yake aweza kuweka biashara Kwale ambako labda rates zake ziko chini, ama aweza kuweka Kilifi ambako rates zake ziko chini, au aweza kuweka Taita ambako rates zake ziko chini. Unaelewa? Alafu akatumia mitandao ya kijamii na ya WhatsApp na kwingineko kufanyia marketing biashara yake. Kwa hivyo tunaifanya Mombasa, ikiwa ushuru utakuwa juu, tunaifanya Mombasa kuwa